Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Ndio ujumbe wa sinodi yetu inayoendelea. Kusikiliza. Tunahitaji kusikiliza. Si kusikia tu, kusikiliza, na kusikiliza kwa hitaji makini. Katika Injili tunamwona Yesu alipokutana na huyo bubu kiziwi asiyesikia na asiyeweza kusema. Yesu anatoa huruma kwa kumhurumia huyo bubu kiziwi. Wakumbusha katika masikio na katika ulimi, akapata kusikia vizuri na akaanza kusema. Kwa kuwa ni Yesu, bila shaka kusikia vizuri, alianza kunena makuu aliyotendewa, neema na baraka alizojaliwa, kwamba sasa anaondoka akiwa anasikia, akisikiliza na kufanya yote mapya au kufanya yote upya kwa kutangaza habari njema ya wokovu, kwa kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa makuu ambayo amemtendea. Sisi nasi kadhalika, wakati mwingine tunakuwa viziwi kwa kutokusikiliza vizuri habari njema, na hivyo kwa Mungu kutangaza habari njema inayoleta wokovu katika maisha yetu, katika kanisa letu. Tunapaswa kusikiliza nini? Tunapaswa kusikiliza kwa makini sauti ya kanisa, kanisa takatifu. Kanisa linafundisha. Kwa hiyo kupokea kwa uaminifu mafundisho yanayotolewa na mama kanisa. Kwa kusikiliza hayo mafundisho yanayotolewa na mama kanisa, ni ili pia na sisi tuwe wamisionari kwa wengine, wa kutangaza habari hiyo njema tuliyosikia, ujumbe ambao tuliupata, ili watu wapate wokovu. Ndugu zangu wapendwa, tunapoadhimisha hii misa kwa heshima ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo wa upendo na moyo wa sadaka, sisi nasi kadhalika tuwe na moyo huo, moyo wa kujituma, moyo wa kuwajibika, na hasa wa kuiwajibikia hii sinodi ya kwanza jimbo Katoliki Moshi, na hali kadhalika kufundisha yale tunayofundishwa yazame katika mitaa mbalimbali, katika vijiji vyetu, kila eneo lizamishwe mafundisho haya ya sinodi ya kwanza jimbo Katoliki Moshi, kwa kuwa ndiyo njia ya kuneemeka, ndiyo njia ya kuelekea kwenye wokovu. Tujikabidhi kwa moyo mtakatifu wa Yesu, ili tuchonge humo hazina mbalimbali, neema za kutuwezesha kukua kitakatifu kuelekea kwenye wokovu. Tumesikia somo la kwanza, hilo la kusikia kwamba Mungu ananena kwa namna mbalimbali na katika hali mbalimbali. Tuwe tayari ndimi zetu kumsikiliza Mungu ambaye ndiye Bwana wa maisha yetu. Tuisikie sauti yake
ikinena katika nafsi zetu, na hivyo kuendelea kuunganika naye kwa kuzingatia amri zake. Tumsifu Yesu.